Kuna maono ya nchi, asikiaye na ayafahamu haya na kuyaelewa. Ulionekana moto mkubwa sana ukipaa angani. Kwa ufahamu wa rohoni, nilikuwa ninatambua kwamba ni anga la mji wa Dar es Salaam. Ule moshi wa ule moto ulikuwa ni mkubwa, ulipaa kwenda mbinguni, ulikuwa utawanyiki. Mwako wa ule moto ulikuwa ni mkubwa sana. Kwenye barabara kulikuwa na taharuki kubwa. Wala sitaki kusema kwamba labda huu moto unahusu siku ya Oktoba 29. Ninasimulia maono. Ule moto ulikuwa ni mkubwa, unafuata njia za magari za barabara, na barabara nyingi zilionekana zimefungwa. Zilikuwa zipitishi magari. Watu wa huku walikuwa hawezi kwenda kule, wa kule hawezi kuja huku. Ajabu nyingine niliyoiona katika maono haya ni ajabu ambayo nalimuona mwanamke ambaye yeye alikuwa anapita kwenye ule moto, alikuwa haungui. Mwanamke alikuwa anapita kwenye ule moto. Wakawa wanashangaa jeshi la polisi, kwa nini mwanamke anapita haungui? Ila wao wakijaribu kukanyaga kwenye ule moto wanaungua. Yule mwanamke yeye anapita tu, anapita tu, anapita tu. Sikiliza nikwambie, nilipotoka kwenye hayo maono, Mungu amenijalia nina karama ya kutafsiri. Nikaanza kuelewa kwamba ule moto haukuletwa na shetani. Hii ni kwa sababu moshi wa ule moto ulikuwa unaenda mbinguni, na katika taifa la Israeli walikuwa kichoma sadaka. Moshi wake ukienda juu, kinyoka juu, maana yake hiyo sadaka imepata kibali. Ukitawanyika, maana yake hiyo sadaka haijapata kibali, imekataliwa. Means kwamba ule mwako wa moto ambao niliona kama janga, nyuma yake kuna kibali cha Mungu. Na yule mwanamke niliyemwona alikuwa anawakilisha kanisa. Alikuwa anawakilisha kanisa. Mwanamke ni kanisa. Kuna maono ya nchi, asikiaye na ayafahamu haya na kuyaelewa. Ulionekana moto mkubwa sana ukipaa angani. Kwa ufahamu wa rohoni, nilikuwa ninatambua kwamba ni anga la mji wa Dar es Salaam. Ule moshi wa ule moto ulikuwa ni mkubwa, ulipaa kwenda mbinguni, ulikuwa utawanyiki. Mwako wa ule moto ulikuwa ni mkubwa sana. Kwenye barabara kulikuwa na taharuki kubwa. Wala sitaki kusema kwamba labda huu moto unahusu siku ya Oktoba 29. Ninasimulia maono. Ule moto ulikuwa ni mkubwa, unafuata njia za magari za barabara, na barabara nyingi zilionekana zimefungwa. Zilikuwa zipitishi magari. Watu wa huku walikuwa hawezi kwenda kule, wa kule hawezi kuja huku. Ajabu nyingine niliyoiona katika maono haya ni ajabu ambayo nalimuona mwanamke ambaye yeye alikuwa anapita kwenye ule moto, alikuwa haungui. Mwanamke alikuwa anapita kwenye ule moto. Wakawa wanashangaa jeshi la polisi, kwa nini mwanamke anapita haungui? Ila wao wakijaribu kukanyaga kwenye ule moto wanaungua. Yule mwanamke yeye anapita tu, anapita tu, anapita tu. Sikiliza nikwambie, nilipotoka kwenye hayo maono, Mungu amenijalia nina karama ya kutafsiri. Nikaanza kuelewa kwamba ule moto haukuletwa na shetani. Hii ni kwa sababu moshi wa ule moto ulikuwa unaenda mbinguni, na katika taifa la Israeli walikuwa kichoma sadaka.
moshi wake ukienda juu, kinyoka juu, maana yake hiyo sadaka imepata kibali. Ukitawanyika, maana yake hiyo sadaka haijapata kibali, imekataliwa. Means kwamba ule mwako wa moto ambao niliona kama janga, nyuma yake kuna kibali cha Mungu. Na yule mwanamke niliyemwona alikuwa anawakilisha kanisa. Mwanamke ni kanisa.